Usikize babako saa zingine. Kuna hapa mahali ambapo Daudi aliongea hapa. Ongelea kuhusu na mambo ambayo yanampendeza Mungu na taratibu za wito. So leo tutafundishana tu mambo kadhaa. Ni lazima tuchangamshe mioyo, sawa? So changamshe mioyo na kijana wangu pia pale asikie raha kidogo akituchezea. Kijana jana, wale vijana waliona mkono wako. Waliwatimua. Unajua nao? Na waliwaonyesha. Huyo haonekani mahali. Akienda mahali lazima baba watu waelewe. Ana kipawa. Ana kipawa fulani. Alipoingia kila mmoja alifunguka mabawa. Alikuwa anaileta kwanza kasamena. Wacha wewe. Haya. Wale wachezaji kipo ndio pale wakamwambia wimbo wengine. Pale kwa vyombo. Uliza Joshua hapo ndio ameenda. Alingangana nao tangu usiku kulipo. Ndio alikesha pale na wao. Akashinda na wao, akakusana na wao. Na wakataka kupigana wao, alafu akalala huko. Nasema wewe baba wewe nenda, ndio sio na wasiwasi. Kama tulipiga hapa wajue. Ngoja tu. Sisi tumekosana wao ndio nalala nilikuwa ndiye. Nasema kumbe niko na sujana. Hata kuna siku moja niliambia baba kuna mfano pale kanisani kuna kijana mmoja kija muinua. Pamoja nitoe gerezani waambia hapo. Sipigane na mtu. Wacha hizo pufya nilizokuwa nazo kitambo. Hiyo roho isikuingie. Siku hizo ukipiga mtu ukiwekwa ndani, so haina. Okay. Wacha tukuje Zaburi hiyo 37 ambayo ilizungumzia haki na vitu vinavyoambatana vizuri. Nashukuru kwa ufupi. Bwana Muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyotawala katika dunia hii, unaomba kalibariki neno hili kwa ajili ya watu wako uliowapata siku ya leo, na kwa sababu tunakupenda Bwana, ninajua unatupenda zaidi, utatuongoza kupitia neno lako Bwana ni fupi, na wewe kwa sababu Bwana utatuongoza, basi tukaweze kutuongoza zaidi na kutubariki ili tukaweze kufanikiwa. Tufahamishe kwa maneno uliyonena katika kitabu chako kitakatifu ili tutembee kwa neno lako wala tusitembee kwa akili zetu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo Bwana nimeomba na kuamini. Amen. Wacha tukaweze kusikia kidogo. Kuanzia hapo 16. Amen. Kitabu ni cha Zaburi 37. Yeah. Kuanzia mstari wa 16 inasema. Zile. Ama mna joto? Tutaitumia wakati wa msiba. Amen. Amen. Yeah. Inasema ndio kidogo alicho nacho mwenye haki ndio ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki wengi. Hebu lichungulie hili neno, alafu jiulize wewe una nini, ukoje na unafanyaje?
Anasema kidogo alicho nacho mwenye haki. Yaani ukiwa umebarikiwa na kitu kidogo ama unacho kilicho kidogo, lakini umekipokea kwa njia ya haki, Mungu anasema wewe ni wa maana sana. Cha haki ni kilichopatikana kwa jasho. Cha haki ni kilichopatikana kwa nguvu zako. Cha haki kilichopatikana si kwa uchochezi, cha kuwa Mungu amependelea uwe nacho. Anasema hicho kidogo hicho ambacho umekipata kwa haki, anasema ni bora kuliko wale vile vingi ambavyo sivyo vya haki. Ndio maana ndio ukichungulia wewe uko na nini. Sasa ile haki yako ile ujaribu kuifanya sawa na Mungu. Yaani Mungu amekupatia ile haki yako, ukaitumie kwa ile njia ya haki. Mungu amekupatia kwa haki. Unajua kuna vitu Mungu anaweza kukupatia kwa haki, sawa, lakini wewe unakosa kuvitumia kwa njia ya haki. Unajua huwa anasema hivi. Unajua mimi ndio anasema wanaume ni rahisi kutoa pesa yake kwa mwanamume, lakini sio rahisi kutoa pesa yake kwa kanisa. Kwa kanisa unaweza muuliza kuombea sisi, lakini mwanamke akitokezea ana pesa. Sema naongea hivyo kwa sababu tuko na deni. Ni maandiko. Amen. Takuonyesha maana ya hiyo kitu ninachokwambia. Ndio maana kuna vitu vingine vile ambavyo wewe nataka nikulete ili uwe mwenye haki mbele za Mungu. Amen. Mlevi kufanikiwa ni ngumu vile, kwa sababu ile pesa anaipata lakini haikai, kwa sababu lazima akaigawanye na pombe. Akipiga hesabu yote lazima apige hesabu ya pombe. Basi babangu alikuwa mlevi. Amen. Ukitumia pesa yako kwa njia ya anasa haujatenda haki. Ukitumia pesa yako kwa njia ya ulevi haujatenda haki. Ukitumia pesa yako kwa njia ya uasherati haujatenda haki. Kilicho cha haki utakifikiria kwa akili kama haki, na kuna jambo utalitenda moyoni mwako hautajiwahi juta, kwa sababu kuna milango mingine. Niliwaambia kufanya jambo kwa Mungu, nikawaambia kumtolea Mungu sadaka ama kufanya kazi ya Mungu ni njia yako wewe ya kutengeneza mlango wa mafanikio. Hii si mlango wa kwenda mbinguni. Umeelewa? Sio mlango wa kwenda wapi? Mbinguni. Lakini ni mlango wa mafanikio. Mlango wa kwenda mbinguni ni matendo yako. Amen. Sawa? Tabia zako. Umeelewa? Hiyo sasa ndio tikiti yako ya kwenda wapi? Mbinguni. Matendo yako ndio yanapeleka. Lakini the moment unafanya kitu kwa Mungu, umefanya kazi ya Mungu, umemtolea Mungu, unajumuika kwa kazi ya Mungu, ile inafungua milango, inafungua njia. Na ndio maana ukisoma hiyo bahasha inakwambia mnijaribu na hiyo njia muone kama sitawafungulia. So inamaanisha kufunguliwa, si kwamba amekwambia amekunyakua. So uelewe topic. Sio kama unafungulia mlango ukaona ni mlango kwenda mbinguni. Ni ya kufungua milango ya baraka, ya njia, ya kazi. Kama kuna mahali kumefungika, Mungu anakufungua. Amen. Umeona? Ile sadaka inaongea kama vile ambavyo iliongea wakati wa Nuhu, halina mahali pa kwenda. Unajua Nuhu alishukishwa
lakini bado Mungu alikuwa bado hajanena vizuri na Nuhu, na alikuwa hajajua kama Nuhu Mungu anaweza fanya nini tena kwa sababu ya vile amefanya. Lakini alipochukua ndama iliyo sawa akaiteketeza kwa madhabahu, ndipo Mungu akanyanyua kinywa cha Moses. Biblia inasema akasikia harufu ya kupendeza, akaanza kutamka maneno, akasema, John barikiwa, sitakulaani tena. Unaona maneno hayo alitamka kwa sababu gani? Mungu amefurahi. Amen. Alisema sitaiangamiza tena dunia na nini? Na maji. Mungu, kuna wasomaji na maana KK baada alitamka baada ya kusoma. Sasa alitamka hivyo baada ya nini? Baada ya kuwa amefanywa nini? Ametolewa sadaka. Naye alipotamkiwa yale akajua basi kumbe Mungu yuko pamoja na mimi, niacha. Sasa fanya hivi. Akaanza kuambia, wewe shikana mke wako nenda hivi, wewe shikana mke wako nenda hivi, wewe shikana mke wako nenda hivi, uniache hapa na mama yako. Amen. Leo teenagers unalala wewe. Unasikiza neno wewe? Leo sina mtu yote. Ulikosa nguo hiyo sio. Sio ndio? Nataka huyo jamaa nimwite aje kupigana na watu. Sasa na wao. Amen. Amen. So kile kidogo ukijua kukitumia na Mungu faida kwako. Hakuna mwingine ambao unaweza muona wa maana duniani kuliko Mungu. Sione mtu yote wa maana duniani kuliko Mungu. Muone ni wa maana ukiwa umemweka pamoja na Mungu. Amen. Daudi, mimi siwezi kukuona wa maana kama sitakuweka pamoja na Mungu. Kuweka pamoja na dhambi zako sitakuona wa maana. Lakini nikikuweka pamoja Mungu anaweza kufanya jambo Daudi akawa mzuri zaidi. Nimekuona wa maana. Fikiria mwenzako ukiwa unamweka katika Mungu. Usimfikirie mwenzako ukiwa unamweka mahali pabaya. Amen. Amen. Endelea. Kidogo alichonacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali. Ndio. Wa wasio haki wengi. Unaona? Anasema wale wasio haki wengi, hata kama wanafurahi machapati, manyama na wanavaa vizuri, wakihitaji chochote wanapata, wana ushawishi mkubwa. Mungu anasema hao si bora, lakini kile kidogo ama kije kingi zaidi, lakini kwa sababu kumekuja kwa njia ya haki, anasema wewe ni bora. Amen. Unajua hata wewe kama kwa mfano ulikuwa una shida fulani, njoo hapa nikusaidie. Ikikuita inamaanisha simaanishi uenuke kuja huku mbele. Hatuwezi kwa mapasta wetu kuhubiri hapa. Maybe una translate, nikiongea Kiswahili una translate Kizungu ama Kikweli. Haleluya. Amen. Sasa nikikuita njoo hapa inamaanisha uniwekee sikio. Amen. Hivi unajua kuna watu wengi wanaona kwamba wako sawa, but kwa mfano kwa maana wewe ulikuwa unalia na kilio, nahitaji haki Mungu anitendee. Mungu aje akubariki sasa, akupatie mume, akupatie kazi, akupatie gari, akupatie fedha. Alafu tena ufike wakati uone hizi pesa zangu, mke wangu, watoto wangu. Wakati ulikuwa hauna, ulikuwa unamuitisha nani? Mungu. Sema amen. Amen. Unajua kama kuna watu nimewaombea wengi, hata wengine wameenda Saudia, Katari, na safari zilikuwa zimepangwa. Wengine hapa walikuwa hawana kazi kabisa, wengine walikuwa hawana ndoa, wengine walikuwa hawaongeleshwi na watoto wao,
wengine walikuwa haongei na wazazi wao, wengine ilikuwa maisha yao hata walikuwa wameanza kujidharau, na Mungu akafanya haki na wao wakakosa kutenda haki. Hawajui vitu vilivyopata ni kwa sababu ya haki ya Mungu. Wewe unajua kumwapa kwa maongo, lakini wewe unasahau Mungu aliyokutendea. Hata kama ulikuwa mgonjwa, haki ya Mungu akakuponya nayo. Amen. Hata kama ulikuwa unakosa amani, haki ya Mungu akakupa amani. Amen. Haleluya. Amen. Sasa haki ya Mungu inafaa ibaki kuwa haki ya Mungu. Sio kunywa maji. Bafo, pole. Ndio unapoa pole. Amen. So haki ni kitu kinachosimamia ukweli wa jambo lililolipata na Mungu aliyekubariki wa kweli. Sasa kama alikubariki wa kweli, usimwache wa kweli, baki na wa kweli. Amen. Haleluya. Amen. Nyingine nikaja nikupika harusi ni ya siku moja. Saizi tuko hapa, harusi iliisha. Kwa hivyo kusema ya kwamba kuna harusi iliisha, ile inayokuja ni nyingine. Tuelewana? Niliwaambia ikifika Jumapili si siku ya harusi, ni siku ya ibada. Tunayasumulia ya jana na ya Mungu ambayo tunaendelea nayo. Lakini unaweza sulika jambo hapo. Kuna mahali inaweza kuwa imepita, lakini kuna mahali tunafaa tushughulike ili ipite zaidi. Amen. Amen. Endelea. Ati maana mikono ya wasio haki, maana mikono ya watu wasio haki itavunjika. Unaona, tusipotenda kilicho cha haki, hii mikono inafika wakati inalegea. Yaani mikono inalegea inamaanisha kuna haitafanya vile ilikuwa inafanya mara ya kwanza. Yaani kuna vitu zako havitaenda ambavyo vinahitajika viende, kwa hiyo mikono. Kama umezoea kukunywa maji mwenyewe, inafika wakati unafanya kunyesha na ulikuwa kufanya mwenyewe. So kuna vitu vingine Mungu amekuruhusu ufanye ili utende haki, na kuna vitu vingine wewe unajua watu unaona mambo ya Mungu mwanangu hayatabiriki. Mungu anakaa peke yake, hana mjomba wako pale, hana shangazi yako. Kuna nguvu ulizo nazo leo zitakazokuwa nazo kesho. Amen. Sasa kile cha leo kinaweza kusaidia kesho, ama kile cha leo kinaweza kukuharibia kesho. Amen. Amen. Endelea. Maana mikono wasio haki itavunjika. Ndio. Bali Bwana huwategemeza wenye haki. Sasa anayetengenezwa ni nani hapo? Ni haki. Na hao wengine wanaharibikiwa. Sasa wewe tembea na haki. Neno haki unaweza lifikiria kwa kila aina ya mambo mengi yanayonena na ukweli, na hili unatazama wewe mwenyewe na unaona lakini hapa pana ukweli, hapa pana haki, hapa. Amen. Haleluya. Amen. Na haki ya mtu inajulikana na Mungu na wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine anaweza kujua haki zako mwenyewe. Hakuna wengine watafikiria vile watafikiria, lakini hawakujua. Huwezi jua mtu hapa. Mimi nilikwambia mfano mmoja. Ikiwa mtu anaweza zeeka na bibi yake, na wakati wamekosana anamwambia wewe mjukuu, amezaa anaitwa mjukuu mpaka na vile kweza.
Lakini kasema anamwambia wewe unajua nitakupenda. Sasa wewe unashindwa. Wana miaka mingapi hao watu? Kuna ninaenda aliona ile video ya yule baba aliyefungwa na mtoto wake. Mtoto alisetiwa na mamake. Uliona? Ilitrendi sana. Kama ingekuwa sio Lowassa, yule mzee angeozea jela. Unakumbuka? Ndio. Aliendaje yule binti? Lakini baadaye alikuja akahukumiwa. Akalia. Akasema kwa nini? Waje nimesahau sana. Sijasikia. Aliambiwa aende aseme babake amempa. Nilikuwa naitazama. Sasa nikuulize, yule mtoto alitenda haki ama hakutenda haki? Yes, alisukuma. Sasa na ndio baba alikuwa amekaa. Yule mzee alilia. Yaani tuunganishe hapa. Kama kuna mwanamke aliona huyo mwanamke mwingine, alafu yule mwanamke ambaye alikuwa amempata huyu mama akataka kumfunga ule sini alikuwa amepata bibi yao mwingine, maana walikuwa wanakosa mashamba na wakati. Sasa mama akaona pesa akatengeneza deal. Sema deal. Sema hata mimi nisitengeneza deal. Kwenda akatengeneza deal sasa, na wakaiunda vizuri mpaka jaji akakubali. Wajua kuna kitu kinaungwa mpaka kinatoka na evidence, kwa sababu daktari alikwenda kupima, daktari amefungiwa, akasema akatoa vipimo hapo kuangalia, akatoa vipimo, akasema ni kweli exactly, hata amemwarifu mshipa wake wa sehemu za siri mbele ya koti. Mzee hakuongea, akasema yaani wewe unaweza mimi nifanyie basi nani, na wewe ukiongea unaonekana unajitetea. Mzee akaikuwa alikuwa amefungwa maisha. Huko ndio wewe unafuatilia sana ndio. Yule mama akachukua vitu zote. Unaona sasa? Sikiza hii topic na itendeka hapa katika nchi yetu ya Kenya. Na si yeye peke yake. Ni wengi sana. Kwa sababu wengine walijitokeza nyuma yake. Bado yeye wakajitokeza nyuma yake. Yule mama akauza vile vitu zote. Alipoenda kuuza vile vitu zote, yule mama akaja akafilisika tena kabisa. Ukifanya vitu kwa njia isiyo haki, hauendi mahali. Amen. Haikupeleki mahali. Unaenda tunasikia Mungu amekwambia mikono yake itakunjika. Ile jambo utalifanya na nguvu, lakini linaweza kuja kukuharibia. Chukua mtoto. Amen. So kuna jambo linaweza kufanya nguvu, lakini kaja likakuharibia sana. Ukidai wewe unaharibia mwenzako. Sasa angalia yule mzee alipotoka pake, serikali ikamwomba msamaha.
na akaulizwa kama unaweza kufunga huyu mtu, yeye akasema nilimsamehe kama ile ya Amen. Sasa mimi niliambiwa nimeshika bunduki na mabomu. Sasa nani mimi nilimshikia bunduki? Hizo bomu hata najua zinatoka wapi. Na tukakelewa kisibiti bana. Kwa koti. Bunduki 7 AK sijui K7 sijui na zile pastola na bum. Hata sijui mimi nafahamu kwa news kwa move ile inavutwa unarushiwa. Sijui na vile nataka. Ati walikuwa wanajiunga na Shabab. Mimi hata nishajaja Mwenyezi Mungu. Nitamjuaje Al-Shabab? Ikatupelekesha nikaponea kifo kwa sababu Mungu hakutaka nikufe, kwa sababu haikuwa ni haki mimi nikufe kwa sababu kwa kitu ambacho sikijua. Sasa kama kimetolewa hapo mbele na hii nayo inaonekana kwa news imesimamishwa hivi kwa pende nani hapo umebaka. Unajua ukifika pale mahali kama umebaka unashai kulia leo pale unalia ndani, ukiona watu pale nje unatamani kurekebisha. Unajua ukienda na kesi ya kwamba umeshikwa kukojoa barabarani, wewe ndio utatoka kesho. Hiyo hata mimi sina. Lakini zile kesi zingine kama hizo utoki. Ati wajua masipo na bidii. Umezako umebadwa. Umesimama hapo maliza kukojoa. Hapo mwingine anakushika na vile unakuja. Hata mikojo mingine. Ndio naweka kwa gari ya mikojo yako ile. Hata mingine inaishia huko hiyo gari. Ile gari basi pena tukamikojo. Na kupeleka koti ya manispaa hapo. Iko koti ya manispaa imejaa. Ndio kupeleka. Ile jela bali ama shida. Nikojo. Amen. Na hapo umekojoa, hata umeona namba za mikono ya wenzako. Hapo unakojoa hapo umeona mapempers yako. Amen. Amen. So, tufanye vitu kwa njia ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya kitu kwa njia ya haki. Na hata kama watu watakuona wewe ni mwenye haki, wewe ndio unajijua ndani ya moyo wako. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, linda moyo wako kuliko vitu vyote. Hakuna mtu wewe huwezi kujidanganya. Niko sure. Nani anaweza kujidanganya mwenyewe? Huwezi. Hawezi. Lakini watu wanaweza kukudanganya. Na wewe unaweza kudanganya. Lakini wewe mwenyewe huwezi. Mungu huwezi kudanganya. Shetani ambaye anafanya vitu zake huwezi kudanganya. Na Mungu ambaye unafanya kazi yake huwezi kudanganya. Ukifanya vizuri anajua umefanya vizuri. Ukifanya vibaya anajua. Kitu kingine ambacho Mungu yeye anajua wewe hujui ni ile ya kwamba wewe unafanya ukijua hujui Mungu amekupangia nini. Wewe unafanya na hujui hata siku zako za kufa. Lakini Mungu anajua leo yako, kesho yako na hata mwisho wa siku zako. Amen. Endelea. Maana mikono ya wasio haki itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Balida. Bwana anazijua siku za wakamilifu. Unaona? Anasema ninazijua. Kwa hivyo hata hujui siku ya kubarikiwa. Haujui siku yako. Unapofanya nini? Ufanye kile Mungu anakuongoza nacho. Siku yako inakubahatika. Haujui siku yako ya kuinuka. Unafaa, unajua
Mungu akikwambia hivyo, anakwambia nini? Ni kama anakwambia jaribu kufanya mema sana, usifanye mabaya. Amen. Kwa sababu unapofanya mema wewe haujui siku yako kubarikiwa. Kama kuna mtu anajua. Endelea. Bwana anazijua siku za wakamilifu na urithi wao utakuwa wa milele. Angalia, Mungu anazungumza hapa kwamba anajua siku zako. Kwa maana ni Kornelio aliambiwa zaka zako. Unajua kuna majina mengine kwa ukoo wetu hakuna. Sio lazima yataje vizuri sije ukafahamu. Amen. Amen. Aliambiwa zaka. Yeye hakujua kama kuna siku zinaonekana. Lakini akaomba maombi yake, zaka zako zinakubaliwa. Amen. Amen. Tunamaliza. Endelea. Bwana anazijua siku za wakamilifu na si kama unarithi kitu leo. Sasa unaona Mungu amesema tofautisha hii kwamba fanya ubaya mwisho wake kabla ya ukufe mikono yako itakuwa imevunjika. Hapa kufanya uzuri mwisho wake nasema utaendelea kuwa hivyo. Hakuna kitu chako kitaondoka, hakuna mtu atakuroga, hakuna mtu atajaribu kukutaka kumnyang'anya kitu kiondoke. Kitu cha milele inamaanisha hakiondoke, hata vita vikija bado Mungu atasimama na wewe. Amen. Haleluya. Amen. Kitu kilicho cha haki kwa kimefika na Mungu amekileta kwa siku yake, si yako. Kwa hiyo kuna watu wanalazimisha vitu. Kuna mtu analazimisha vitu. Kulazimisha vitu inamaanisha unaweza fikiria kwamba mimi sitabaki jinsi nilivyo, lakini ni sawa. Umeongea vizuri, lakini unatandaje kwa Mungu? Ni haki gani unaifanya kwa Mungu kwa unasema sitabaki jinsi nilivyo? Kesho nitabadilika. Unajua kuna mtu mbaya huwa anasemaje? Wanaokucheka leo watakuja kukuheshimu, lakini wewe mtu anahubiri hiyo kitu. Ama yule mtu anayesema hiyo kitu anayesema na chiko fulani. Kama angelisema kiroho, hata yeye matendo yake yangeonekana ni mazuri kwa Mungu. Amen. So kuna vitu ukiviongea, mimi nikoje? Anza na mimi nikoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ni sawa sana mtu umemshika na kitu hivi, lakini anakwambia sisi. Unaongea ni shiko msikitini. Ametupwa na viatu. Kabisa. Unajua kuna mtu anataka kuja na sandals za kuisha. Na anajua hizi ni zangu. Na akata zile zake. Akavaa vya mwingine vizuri. Na hujui kumbe aliyesimama hapo nyuma naye anangojea wewe vae ile utoke. Kumbe unavaa vya mwingine. Hapo nakwambia hai. Wewe unavaa vya tu. Hizi ni zangu. Hizi ni zangu. Ndio viatu zangu. Haya tuko na mangapi? Namba iko chini. Anataka angalia na uje na baba kuvaa. Mwizi wewe. Anza makofi. Makofi. Ameshikana nazo tena anasema mimi sikuiba. Alipo ndio ilikuwa perfect. Haleluya. Amen. Bariki. Bwana anazijua siku za wakamilifu na urithi wao utakuwa wa milele. Hawataibika wakati wa ubaya. Hawataibika wakati wa ubaya. Rudia. Hawataibika wakati wa ubaya. Pigia Yesu makofi mazuri. Neno nzuri sana. Mungu anasema hivi kwamba ukiwa mwenye haki, kuna watu watabebeshwa kila aina ya maneno mabaya. Kuna vitu vitakukutia. Daudi ameongea maneno haya. Amen. Neno la Bwana tena nzuri sana. Yaani haijalishi ni changamoto iliyopo na
Tumwamini Mungu, wapendwa wa Bwana. Hatutaaibika wakati wa maneno mabaya, hatutaaibika wakati wa vitu vibaya, hatutaaibika wakati wa changamoto mbaya. Amen. Mungu unayemtendea haki atakulinda na yale mabaya. Amen. Tunaelewana? So kuwa mtu mwenye kutenda haki. Amen. Na unapotenda haki usingoje kutendewa haki. Wewe tenda haki. Naye Mungu naye atafanya tumaini lake na wewe. Atafanya agano lake na wewe. Atakupitisha mahali ambapo ulikuwa unajua hauwezi kupita. Amen. 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 Kuna mahali tunaweza fika, hata mtumishi wa Mungu, hata mimi, hata leo na mahali unaweza kupita. Nimekuwa na hao wazee, nimekuwa na mama maombi, na kuna watu wengine hata nilikuwa naongea nao kwa simu. Amen. Amen. Na akasema kwamba ulitufundisha jipe moyo. Amen. Unajua wale kule, unaona wale ambao tunaenda kule kwa, kuna watu wengine hawakutaka ile harusi. Unajua mambo, kwa sababu nadhani yule wa alikuwa amemwambia utawahi Novemba, na hata yeye mwenyewe alikuja akaniambia, baba, kuna vita mimi ambayo unapanga harusi lakini haitakuwa. Lakini tupigie makofi Mungu wa Yerusalemu. Kulitokezea mfano mwingine au hiyo. Time kidogo. Zile time unazita kidogo, lakini zilikuwa time kubwa ama nyingi sana kwa Mungu. Amen. Maana kulikufanyika vitu vya maajabu. Alafu zile keki zilikuwa kibao. Asante sana Lucy, Mungu akubariki kwa hiyo. Ulicheza mwenyewe. Kuna watu hapa wao wananishangaza. Ukiona hapa. Lakini ukifika watu anaambia hii keki imebeba vitu vingi. Kwa hivyo hata wewe, hii dunia ina vitu vingi, lakini tunakula na tunaishi hapa duniani. Haya, na ni kweli imewekwa ice cream, imewekwa chumvi, imewekwa sijui nini, chumvi na sukari, unga wa ngano. Na sema na hii dunia pia ulikuwa kitabu maneno alafu akasema basa tunataka bibi harusi waombee. Baba ibariki keki. Ona vile akili zangu zinashika. Kitu sishiki ni umbea. Mimi siwezi kushika umbea. Unajua siku zote ukishika umbea unakuregesha nyuma. Ndio. Shika neno la Mungu, shika maneno mazuri. Amen. Nitakupeleka mbele. Amen. Kulikuwa kuna watu wamezoea tabia mbaya. Kuja kufika pale sivi nani yako hivi na mwambia toka. Mpaka siku nilipokataa kama unakuja pale sitaki kuombea na shukuru. Mtu akija pale anakuja ananiambia baba shida mtoto bibi na kuombea nenda. Lakini sijui sijui ni mbaya. Mungu anamjua kuniliko. Ndio. Ni mzuri. Mungu anamjua kuniliko. Sasa mimi nitajishusha nini? Unajua ni hao watu walikuwa roho na Mungu. Na Mungu mwenyewe anawajua. Kazi yetu ni kuwaombea. Amen. 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 Marisa. Hawata
hatutaaibika wakati wa ubaya. Hatutaaibika. Ambia wenzako hautaaibika wakati wa ubaya. Hata kama ni wewe unanifanyia mabaya, sitaaibika wakati wa ubaya. Mungu atakuwa pamoja nami. Usiaibike. Amen. Unajua watu wengine watakufanya ujulikane kwa sababu ya kufanyia ubaya. Unajua ukienda kiambia mtu fitina za Monica na Abujui, anataka kujua Monica ni nani. Ukifika hapa kanisani, anakuta Monica anauliza watu ni kotina gani. Alafu Monica anauliza ni wangapi niliombea umefanikiwa, na wanainua mikono. Yule umemwambia ubaya anashindwa, haya. Huyu inakuwaje? Na hapa watu wote wameinua mikono wameokoa na huko. Sasa unaona? Sasa yeye badala ya kupata ule bwana kuja kulia, anasema, "Unaona hapa naumwa." Sasa kumsaidia. Sasa ubaya unaweza kufanya kujulikana sana. Amen. Amen. Maana Mungu alijua mwanadamu hawezi kusifia mwenzake. Nani anasifia mwenzake? Hapa. Nani anasifia mwenzake? Wewe usisifia nini? Ulisifia mwenzako kwa nini? Anadasi vizuri kama Esther anadasi vizuri. Na nani mwingine? Ni ile ya kusifu hiyo kudansi. Usisifia mwenzako ukiwa yeye mwenyewe hayupo. Ile ilikuwa ya competition, tunachagua judges. Maana ni hiyo juzi tulisikia. Tuna judges kwamba ni wakina nani ambao tunaweza kuweka kwa mbele. Wakasifia wakasikia. Sasa wakati hawapo. Ushaika mahali pengine Jacob hayupo, yani napata mfano hayupo. Lakini kuna kitu wamezungumza kinachofanana na Jacob, na ukasema na Jacob ni mzuri kwa jambo hili ABCD. Ushaji tuseme mama maombi anaombea watu. Ushaisifia mama maombi akiwa kuna mama anajua kuomba sana. Hapana. Ushaisifia? Yaani unamsifu hapo na kuna mpaka matope hapo. Unajua ni hivi. Mimi nimesifiwa hivi. Sifa zote wazo zinanikujia. Yule kwanza Mungu anamtumia, lakini naye si hivyo. Unajua kama mtu asiyekupenda huwa anakusifu hivi. Mimi huwa najua. Mungu anajua kuhubiri. Lakini wacheni vile vile. Yaani ile Mungu sio kwamba ni mbaya. Ni mzuri. Lakini anasaidia mbaya. Yaani sasa wewe niambie. Umemsifia au umemchafua? Sasa ukiacha kwamba kuna kitu tofauti na kile. Yaani kuna wivu uchache ndani. Lakini unataka kutokeza kwa haraka. Yeah. Najua kuna mtu unaweza kujiona naye kwa kumsaidia. Saidia. Lakini kwa sababu kulikuwa na nia nyingine haikuenda bila nataka. Akasema mimi nilimuona, utasikia hivi. Ndio ambao wanaongea wanadamu wanasema nilimuona kuwa mtu mzuri kumbe ni mbaya. Hivyo ndio wanasema. Unajua watu wanasemaje? Ni mtu ukae naye ndio umjue. Na kama wewe unaishi Changama au tamjua. Sasa unasema hivi kwa mtu ambaye sasa unataka kumjua. Mungu idhihirishe. Kabla huyu mtu nikae naye. Amen. Sasa ukiongozwa na tamaa zako, Mungu hajadhihirisha, upambane na kibabe chako. Unajua kuna wakati mwingine Mungu hajadhihirisha, wewe umeenda. Na kina kurama. Amen. Amen. So
utashindwa na ubaya ukiwa unafanya haki. Haleluya. Amen. Bila haki iliyofanyika kwako na watu wamekuinulia vitu vibaya, Mungu aliyekuleta duniani. Unajua sisi kuna mambo mengine sijali support. Ezekiel alikuwa anampenda pale kitabu Mwanzo wake. Mimi sikupenda Ezekiel, alikuwa anampenda sana Mwanzo wake. Lakini sasa hii mambo ya maji na vitambaa pekee yake kwangu mimi ndio nalitoa. Hiyo tu ya kuuza vitu. Yaani ukienda against God kupitia neno lake itatokana na hiyo tu. Hapo. Hiyo tu. Hayo mambo mengine sijui ni devolution, mimi sijawahi sema hivyo. Lakini mimi nasema yeye pengine ni pastor lakini ni businessman. Sio naweza sema hivyo. Lakini sijui kama yeye ni devolution, sijui kama yeye anatumia sijui nini. Kwa sababu sisi hujawahi muona. Sawa? Unajua sisi ni watumishi wa Mungu. Alafu sisi tunapenda kutenda haki. Ikiwa kitu hujawahi kuona, unasemaje? Ukitamwambia mtu huyu mtu ni devolution mwanangu. Ulienda naye ama kuna mahali wewe ulimuona akiingia? Ama pengine ulimuona akibadilika nyoka mbele yako? Ama ulimuona akifanya nini? Maana kuna watu wengi wanapenda kuita watu wa devolution ili hali hata yeye amefanya kumuona mtu anafanikiwa. Muli hata kujenga pale nyumbani. Nenda na gari yako. Naona vizuri. Tayari unaambiwa anayekuonesha ni shetani. Shetani. Yaani mwanadamu achana naye. Vile huyu mtoto wako ameenda Amerika ataenda kwa huyo amejiingiza kwa shetani huyo. Anaweza kuwa aliambiwa naye. Ulibadilika naye. Mwenye wivu wakubwa hapa. Ndio kwa kaya. Utako limebandikwa. Ndipo kanisa la Ushanga. Pastor Msarati. Dalili nyingine. Bibi. Niliua nani? Muuaji pia. Hii nayo. Sasa hizo vifungo hao wazee walibana. Vifungo pia ndio ndio. Ndio shilingi 10. Sasa wewe yako umeingia. Yaani usifanikiwe au je, ukifanikiwa sasa hizi nazo za video bado kuonekana kipindi tu. Jajarugeni bado washamba hawa. Mimi mnajua kumtakiza hivi. Mnajua devolution mnajua. Devolution mnajua. Maana ni sasa kumwambia mtu ni shetani ya. Yaani ana mashetani ndani. Yaani usinunue pikipiki, usinunue gari, usivae vizuri. Usikae mrembo na usinunue nguo nzuri. Na wewe unapenda urembo. Wewe ndio. Inajalo. Hapo kubaki. Nini naenda kwa Mungu? Ndio mwenyewe na Mungu wake. Wale kwa bata mwingine wasikuja hapa ni waombe. Asio. Kama vile pole. Yeye
pole. Itawaramba sijui. Sasa sio kuna mtu mzuri. Leo ndio. Bana wewe. Unajua heri nipewa habari nzuri za watoto wangu, lakini nikipewa habari mbaya nasikitika sana. Dorcas. Mama ke Dorcas. Alitoka kwa nani? Asikia wewe mbona? Aje. Tuendelee na ibada. Tutakwambia baadaye. Wewe ndio kuna mama. Na okay. Okay. Unaona? Hata wapi? Ndio ndani ya Mungu wangu mimi niliambiwa nilitajwa kila majina. Kama vile mtoto wangu anavyotajwa sasa. Na atatajwa sana. Tena tunamwambia sasa hivi karibu kuondoka. Kuondoka. Kila kitu kitaje. Sasa wewe nenda uje uonyeshe maajabu zaidi. Ndio kuite pepo mkubwa. Sasa shetani wewe kwa. Lakini jamani. Kwani hii dunia kweli? Ukilipa wewe ni sawa. Sio mahindi ni watu. Ni mapepo. Wewe unataka. Na haja kukosea. Wivu. Ya watoto wangu tulieni. Hata usikie nini? Hata wewe utajueje? Hata utajua vipi? Hata utajua vipi? Mwanangu, fanya kazi yako. Na usitaje vibaya. Pale kwa kijijini watu wasambaziwe vibaya. Wewe ubaki na moyo wa kusikitika na unajua hauko hivyo. Focus zaidi sasa. Mwingine akasema yule anafanya bidii vile ile kanisa kuirekesha ili kujificha mambo yake. Lakini nikashindwa waliorekesha kanisa lingine. Atika kwa watoto kufa ndio kufanya vizuri. Sasa chukueni pesa zetu. Maana nyinyi ndio mlitoa mpaka mnadaiwa. Nenda bea kuchanga wakati wa Gibson hapa. Mpaka mkaishiwa kabisa. Mnadaiwa mpaka leo. Masikia mpaka kwa zingine ni sana. Wewe fanikiweni. Ndio watu waongee. Kuna siku moja huyu nilikuja nikasikia hadi huyu anaroga ndugu zake. Hadi huyu anaroga ndugu zake. Ndio hadi huyu anaroga ndugu zake. Yeye anafanikiwa ndugu zake wafanikiwe. Tukaenda pale nyumbani. Mwenyewe umejipanga vizuri. Au sisi kulingana na uwezo wake. Hata naroga mtu. Tunaishi nini? Kuna mnatawaliwa na roho ya Mimi
Unajua Yesu hakuwa mshamba. Yesu alikuwa original. Na aliambia Yesu ambaye ushahidi wa kufanya kwa anasema ona na kwa kati ya mashahidi zaidi ya wawili walioona, yani si watu kukwambia. Sasa wewe nimeitwa kila majina, hata tulipokuwa tunakuja hapa ambao wanajenga kanisa la Kitembo. Kwa kanisa la Kitembo lina kalani. Hapo kulikuwa watu wanapanda na hapa madirishani. Vyombo vilikuwa vinalala kwa yule baba. Tuliteseka sana hapo kuingia. Tunalala hapa na kila kingi tunaomba na huko nje kukulinda bao. Kwa hivyo utaishi maisha ya soko mrembo. Amekata haraka. Nasema wapi wewe kwanza nataka nisiti ndio mrembo zaidi. Ewe. Kwa hivyo nani ambaye hapendi maisha ya kufanikiwa? Anyoshe mkono. Tukuweke kwa hiyo grupu ya wenzako. Amen. Amen. Nilisikia siku moja nilikuwa napita pale feri pale kwa wale wanafanya kweche pale hapo. Kumbe wale watu wanajiendeleza kwao. Sasa kumbe wale watu wanajiendeleza kwao. Sasa wanaongea na mwenzao hapo. Wanasema nilijenga nyumba kubwa lakini anaongea kwao. Nilijenga nyumba kubwa bwana kwa nyumbani. Lakini watu wananiambia hiyo ni pesa ya mapepo ya feri. Lakini unajenga mimi. Hata pako wale watu wasiojiweza. Hiyo wanabandikwa. Usifanikiwe. Wewe cha haki, kile kitu kidogo ambacho unakifanyia kazi ni cha haki. Kifanyie haki na kione haki yako. Amen. Sibabaike na watu. Tuseme mimi na wewe tulijuana kwa sababu ya Mungu. Kama ingekuwa si Mungu tungejuana? Hapana. Mungu anaweza kuongoza kwa mtu mbaya kweli? Basi pia wewe ni mtu mbaya. Nawezaje kusimama madhabahuni kwa mtu mbaya? Nawezaje kwenda kumsikiliza mtu mbaya? Unapata wapi confidence hiyo ya kuja kuwekelewa mkono na mtu mbaya? Maana kama ndio kuwekelea mkono basi ndio kuwekelea ubaya wangu. Lakini ukiwaona waambie kwa Amen. Hawataibika wakati wa ubaya. Niko na dakika ngapi? 10 mwisho nafaa ifike ile 14 lakini 17. Hawataibika wakati wa ubaya. Hawataibika wakati wa ubaya. Na siku za njaa. Na siku za shida watashiba. Yaani Mungu anasema nitawashibisha. Hata wakati wa ubaya nitawadawarisha. Hata wakati wa ubaya bado wataonekana wako sawa. Amen. Unajua vile ulivyo si kwamba kuna pesa, lakini unajua kujiweka smart. Sasa baba anazoea. Nilikuwa naona vile kila wakati lakini siku hizi amezidi. Amen. Hakuna. Shida. Amen. Tutaki shida. Amen. Tuke kama waganga. Wajua mtu ambaye anakwambia ni depression ni mtu ambaye mshirikina mbaya. Ndio. Amejaribu ameshindwa. Anatembelea waganga tu. Zaisha zako wewe unajina. Ile ambayo peleka kwa waganga unanunua shati. Amen. Wala tabaki na mwanangu yale peleka kwa waganga. Mganga amepelekea kuku. Yeye anakuja kupika. Alafu unaenda kununua nyama.
Sehemu ya kufanya kazi anasengenya. Sehemu ya kuomba ajiombee. Sakupeana ujumbe badala ya pesa. Alikuwa yeye. Alikuwa credit. Mungu awasamehe. Sisi tumeombwa kusamehe. Amen. 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 Endelea. Ikifika wakati wa ubaya. Hawataipika wakati wa ubaya. Na siku za njaa watashiba. Siku za njaa watashiba. Bali wasio haki. Wasio haki sasa watapotea. Tunaona duka sana amesema anapotea. Hata ukimwona kila maswali. Inawezekaje yeye na juzi tulikuwa tunateseka zote hapa? Mbona isiwe mimi? Jamani, kuna watu hawatupendi. Kama ukijua kuna watu hawakupendi wewe sana. Kuna watu hawakupendi. Hata kuna watu wengine ukiteseka akuja kukupatia pole, si pole, nimekuja kuangalia vile ulivyo. Sasa aseme kimeumana. Kuna watu hawatupendi. Wacha niongelee mimi peke yangu. Kuna watu hawanipendi. Kuona umeanguka. Na kuangusha mtu mwenye kwa kutaka kuangusha mtu huwa anakoa hivi. Sikiliza. Kuharibu ndoa ya Daudi. Sawa? Huwa hakuji kwa Daudi leo. Anajificha. Sawa? Lakini anarudia. Lakini yakifanyika ziseme mimi nawaambia. Yaani yeye amekaa lakini ni boss wa kutoka vipepo vidogo vidogo. Amen. Amen. Niwaambia sasa anajifungua. Nilijua. Uzuri mmoja watu wa Yerusalemu. Mimi nawapendea kitu kimoja. Nyinyi nawaita mashujaa haki ya Mungu. Amen. Hata kuna watu hapa walikuwa wabaya, lakini walijikuta wakati walipokuwa wanakaa kikao, walijikuta wameenda wale waliokuwa na yaani wao ndio walikuwa majambazi sugu. Wakidai watapata watu wengine. Hapo hivyo hapa. Usichekewe na mama Happy. Basi kafikia wakati ukisema unaondoka kwa nini unaondoka na mama? Utamwona. Mungu changae. Amen. Sasa Susi nilimwambia yote. Baba kijana ananimwambia yeye wapi tena hapo. Hiyo ndio inapendeza. Sasa kingine wewe inanitia moyo bado mwingine. Maana ninaona kabisa na hata wewe kabisa kama wewe ulikuwa mmoja wako lakini kama hata wenzako. Yaani wewe kufika bado tena wanafikiri watanifanya mjinga. Bado narudi naje. Nawapendea hivi. Unajikuta wale wamekuja nyumba wanajipata. Ndio. Hiyo tu. Sasa ninaongea hivyo kwa sababu gani? Ukiitwa mchawi, mwanamke unaelewana naye ni mke wako, si ndio? Anajua wewe si mchawi. Anajua maombi anayokuombea, anajua bidii ulionayo. Unasikia? Mke wako anajua wewe si devil. Anajua yale ni mahindi kweli. Lakini wale wengine hawajui. Kuna watu walitembea na Yesu walikuwa wanajua ndio Masihi kweli. Wale wengine wanasema Masihi bado.
Sasa watu wanaokujua ni wale watu wanaokuelewa. Sasa kama nyinyi ndio mlijenga hii kanisa, mpaka wengine wakawa tunakosana na wao, tunaongea bora mtoto mpaka wanakuja na pesa yako na wao kama kuna watu wengine niwaambia hakuna kufungua mlango. Sasa yeye mtu ambaye hajahusika hata shilingi anakwambia kuna mtoto alikuja. Sijui kama kuna tabia ya kuua mtoto unabarikiwa. Mimi sijui hata mnaniambia hivi. Sio haki. Yeah. Watapotea. Endelea. Nao wamchukiao Bwana watatoweka. Unajua watu wengine wakaa kando na wewe, si kwamba wanakuchukia, wanachukia kitu kilichoko ndani yako. Na giza na nuru haziwezi yapata. Unajua wewe msemo unauchukulia tu rahisi. Wewe unaweza kuwa unapenda mambo ya Mungu sana, lakini kuna mwenza anayachukia yale unayofanya. Hapendi kabisa kile kile umejitolea. Hapo unaweza kuwa unajitolea bure, hujui. Lakini hana hiyo roho ya kujitolea yeye. Sasa anataka pia kukuambukiza giza yake. Ndio. Sawa sawa, kutenganishwa na mwanaume ambaye wewe unampenda. Wewe unakwambia sasa kule mwanaume yule ni player. Leo wewe unampenda maskini wa Mungu. Wewe kilala yale unamfikiria. Ukitamka ombi unasema Mungu upiganie. Alafu kuna mwingine yeye anamwambia anakuchochea. Tena naye. Mwisho kwisha. Unakuja kuona unabidi atoe mkono. Sasa niseme tena. Mungu ndio aliambiwa katana. Amen. Amen. Endelea. Nao wamchukiao Bwana watatoweka kama uzuri wa mashamba. Kama uzuri wa mashamba. Kama moshi watatoweka. Unajua uzuri wa mashamba kwa nini imetajwa hiyo? Unajua shamba halina ubaya, lakini inaweza kumea, inaweza bali vikamea vitu vibaya. Unakuta mahindi ndio yanalimiwa pale, mwiba nao unataka kusongozana na mahindi. Kuna vitu vingine hoja vibanda vinamea vyenyewe, na unalimia kwekwe mahindi yame vizuri, bado zinakuja. Sasa kukulima na wewe na ng'ong'o. So si kila kitu kinatokea kwa shamba. Shamba si baya. Hata wewe si kwamba wewe ni mbaya, lakini vitu vinagomea kwako. Mawazo yanayokuja kwako ndio yanakufanya wewe hiyo shamba ionekane baya. Huduma yako sio mbaya. Sawa? Sura yako sio mbaya. Kwa shetani wakati aliponea hiyo Lucifer aliwaambia hapo mbaya. Mawazo aliyoyawaza ndio yalikuwa mabaya, ndio akabadilisha mpaka sura yake. Yakabadilisha mpaka mtazamo wake. So shamba nzuri. Tunasema ana huduma nzuri. Anaonekana nzuri lakini kumemea miba na michongoma. Alafu kuna ile ndio vingine. Unajua shamba limejaa ile miaka. Unajua miaka hii? Ndio. Nikenda na unajua miaka. Wewe unajua miaka hii? Nasema. Wewe ile inaitwa nini kwa Cactus. Cactus. Unajua sasa? Hiyo pia ujui. Au kusoma. Mimi mwenyewe sikusoma, nimepewa salia. Karibu niseme cactus. So cactus. Ule unamea kama makofi hivi. Alafu nikiwa kwa shamba yako inasumbua hivi. Afadhali nimee kando kando ya barabara. Ama nimee kwa ukiku kwa shamba. Kuingiwa na waizi wa shamba ni gumu. Maana ule mwiba leo ukikuduma unasonga mbele.
Umesikia? Nani zote? Hebu Mungu wa maajabu. Ukikuruga hapa wewe unapotea. Na unakatika pasta. Alafu nasikia ile matunda yake yanaliwa. Sijawahi kula. Nipelekee ndio mniletee. Mbona maja jomba? Na vionga hizo. Unajua jomba? Jomba. Ni vionga vile vile. Ndio hizo nasongea nawe. Afitala. Oh. Fadhali. Amen. Amen. Sasa shamba lako likimea, lisikomea vihonga, zile nyata. Hata nitatemea kwa hiyo ndio nikile fresh. Itasumbua hata kupeleka jembe unaenda. Yaani unabahatisha. Ni hatari. Nasema ni hatari. Watu wanamwambia ni hatari. Na limemea kwa watu kwa shamba lako. Na vitu vingine huja vipanda. Kwa sababu mimi sijawahi panda mtu hapa huduma ya umbea. Amen. Sijawahi panda mtu huduma ya kuchafua mwingine jina. Ninachokipanda napanda upendo, amani na kuendelea mbele. Amen. Vitu vingine vinamea kwako wewe mwenyewe na watu unaoshikana na wao. Na kwa nini ushikane na watu wabaya? Unajua ni nini? Paka ile saa zingine ile shamba yako paka imeiva. Unaweza beba yote hata huko ama mwingine atakuja na miaka ama mbuzi. Ule wale ambao wamefungwa kamba. Wakamoa miaka kule wakawa na buruta tu. Sasa ile wakati wewe unamtandika naenda mbio, miaka mingine inaachiliwa pale. Mvua inanyesha, inamea. Kuhusu hiyo spirit unatafuta ubaya. Unaelewa watoto wako? Ndio. Unatafuta ubaya uje umee kwako. Na utamea kwa sababu muutafuta. Usikia? Oh. Haleluya. Amen. Asiye haki hukopa wala halipi. Na watu na madeni. Na mimi nikikopa nafanya nilipe. Amen. Kwa hivyo tunadaiwa, tunafaa tufanye nini? Tulipe. Kwa sababu mimi ni mwenye haki. Amen. Tusipe madeni. Amen. Usikimbie wazee. Usikimbie mama. Usikimbie vitani. Tuangane nazo. Maana sisi ni wenye haki. Amen. Bila hivyo hatutaabudu Mungu aliye wa haki hapa. Amen. Na mimi sitaki kwa kuwa wale watu wa kanisa lile tunawadai mpaka sasa hivi. Sema amen. Amen. Kwa hivyo kile kidogo tulicho nacho tukitendee haki Baba. Wenye kukopa watu wabaya. Waoni kabisa. Wana stori nyingi. Wana siasa nyingi. Na Yesu alisema dawa ya deni ni nini? Kulipa. Na mwingine tulienda naye pale Inuka. Nikamwambia hii kesi kama hii usidite. Ngoja nikamwambia yule usesi hii ni mshirika wangu kweli. Lakini hapo pale na hali yake. Hii haina takuwa baba ongea naye. Hali yake. Mimi nikisema naongea naye itakuwa sasa nimekufichia deni ambalo ni dhambi. Kama Yesu alikuja kulipa madeni msalabani. Kwa nini sisi tusipe madeni kidogo? Wewe uko na haki kulipa nini? Wewe uko na haki kulipa nini? Uko na
Amen. Na tutatendewa haki. Amen. Hata wewe ukisema baba anadaiwa, wacha nisimame naye, Mungu naye akasimame na wewe maisha yako yote. Amen. Usipopite mapepo, wacha wapite wachawi, wacha wapite viongozi, endelea. Amen. Unataka yule mwenye kudai apate haki yake na aridhike. Asiye haki hukopa wala halipi. Bali mwenye haki ufadhili. Ufadhili? Ukirimu. Ukirimu. Yaani ana ule moyo wa utu wa kufikiria fadhili alizofanyiwa. Na mawazo yake yanawaza kwamba nisipofanya hivi basi itakuwa sitatenda haki. Maliza, twende maliza. Amen. Tunataka kuzidozo. Maana waliobarikiwa na yeye, waliobarikiwa na yeye baraka mbalimbali, cha kufunguliwa, cha uzima, ya uponyaji, umepata neema ya huduma. Amen. Usipoteze baraka ya watu wanaokufahamu wewe ni mtu mwema. Amen. Usipoteze ile baraka ya kwamba wewe unafahamika, wewe ni mtu mzuri, wewe ni mzee mzuri, wewe ni mama mzuri, wewe ni kijana mzuri. Kuna wenzako wanatamani ule uzuri unaoonekana kwako na wengine. Amen. Hiyo ni baraka kubwa sana. Amen. Lakini ukicheza, wanaokuonea wivu watakuondolea hiyo baraka, kwa sababu raha yao ni wewe uonekane uko kinyume na wengine. Baba, waacha wafanye wao. Sasa ukiwaambia sifanyi, unaona wanacheka, maana ni maadui wa hiyo kanisa, maana ni maadui wa huyo mtu. Wewe nao unajiingizwa kwa hodui sio ujue. Na watu wanabarikiwa, wewe yeye hajawahi bariki mtu. Nafasi ulionayo yeye hana. Sio kujifananisha na mtu. Wewe ni wewe na utabaki kuwa wewe katika maisha yako. Amen. Kile unaweza kupeana mtu kuna mwenzako hawezi. Mungu amekupatia. Sasa usicheze. Endelea. Maana waliobarikiwa na yeye, waliobarikiwa na yeye watairithi nchi. watairithi nchi. Nao waliolaniwa na yeye, Nao waliolaniwa na yeye wataharibiwa. Sasa Mungu ifika wakati akasirike, unachokiongoza ama vile unavyoargue mambo ama vile unavyochochea jambo, unajitakia laana. Kuna laana ya wazazi na kuna laana ya Mungu. Ni mbaya sana. Laana ya Mungu ni mbaya kupindukia. Ikikulaniwa hii, hata ukiforce kitu ili ufanikiwe, hakitafanyika. Ukiforce kitu ili ifanyike, haitafanyika. Chunga. Amen. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Unasikia? Hatua zako. Hatua ni nini? Kile kitu unachokiwaza juu ya maisha yako. Ile jambo unataka kulifanya katika maisha yako. Unataka kubadilika kimaisha. Hizo ni hatua zako. Na Mungu ndo anafaa asitengeneze. Amen. Unataka kujenga nyumba nzuri, hizo ni hatua zako. Amen. Unataka kutengeneza boma lako, hizo ni hatua zako. Amen. Sasa lazima ufanye yale Mungu anakuambia, ili huyu Mungu ambaye unataka akufanyie yale. Kwa sababu wewe huwezi. Kuna wenzako wamefanya jambo, hawakusikia raha na ile jambo. Unaona kama unamchonya. Unamchonya. Asante sana. Unaweza nisaidia. Chonyi. Wewe si chonyi. Mbona umefanana na yule mtu? Chonyi anatabia moja. Kuna ndugu yake mama aliolewa. Ana mandugu na wengine. Kila Ijumaa unatolewa mwili, Jumamosi kuna mazishi. Alafu wanaenda nyimbo chapa dukani. Unaona watu wameiga hii kitu. Walitoa watu. Hii ya ngoma inaitwaje? Papio. Walitoa kule kwetu. Tabia moja mchoni kama anajenga nyumba yake. Akakufa. Unakula na mwenzako na ngome ni kule. Sasa
wale ambao wameokoka kidogo ndio huwa wengine wanajaribu wanazidi kuendelea, wale ambao wameshikilia Mungu. Lakini wale ambao wanadini wakijaribu kufanya hatua kitu ama badiliko mjama kwa tumbo, akaliwa mahali na hospitali kajenga kawala kaendaje, ana wivu yaani kumwage mawe tu pale unachunguzwa kwa majina watu. Yaani wakiona mawe unabaa wanapiga disco sana. Wakiona mawe wanasema kuna disco sasa hivi. Tena wanaanza kusema kanisheni disco waje na wanabidii wanachanga. Kwenye madhabahu ya George bwana. Wanatuanda. Lakini si nyinyi leo mnakaa kama watu. Mungu hivyo. Sasa unakataa wewe mtoto mdogo huyu mkubwa wako. Mungu hivyo si ndio? Ilianzia huko Tony. Sasa hivi endelea. Ukijaribu kitu. Lakini hakuna mtu wa Yerusalemu. Wajaribu mtu wa Yerusalemu. Amen. Nasema wajaribu mtu wa Yerusalemu. Amen. Na umeshikilia madhabahu vizuri. Yes. Sasa fanya hivi. Wewe sio umesema si mahindi. Watakuwa na njaa mpaka wanakuja wao. Hapa. Amen. Wakule hiyo walioicheka. Kwanza mimi nataka naomba ruhusa wako. Amen. Wanunue wenyewe maroho. Wetaka kuuza 40 kilo, wewe uza 35. Makusudi tu ili uwapate wale. Hivyo. Punguza kidogo ili kuwa nasi. Hapo sasa wananunua maroho. Esa gambeni. Mungu ni mneno kumeraka. Nataka gambeni. Mungu mimi msikivu vile. Nataka mbegu. Hai, maliza. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana. Mungu yako anaimarishwa na Bwana. Kila kitu unachokipenda juu ya maisha, Bwana ndiye anayependa. Amen. Bali za mtu mwenye haki atatengenezwa na Bwana, hata watu wakisema huyu ni Devotion bali Yesu ndiye ametengeneza. Amen. Endelea. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Ndio. Nani akipenda njia yake? Unasikia? Naye akipenda njia yake, yeye anayependa njia yake. Njia ya Bwana. Hatua zako Mungu atazibadilisha. Amen. Na utaona. Nimesema utaona. Endelea. Ajapojikwaa hata anguka chini. Unasikia? Sasa hapa nafaa uelewe zaidi. Hata amejikwaa lakini hakuanguka. Hiyo ndio sana. Amen. Swala uelewe kwa sababu naelewa. Unaona sija kugombeza. Sababu tulikuwa usodeni. Hata mimi nilala kwa gari sana. Pako ndio dereva na gari. Amen. Amen. Yaani anasema ukiwa sasa unatembea na hatua zako umemwachia Mungu na watu wanaongea. Ndio. Kuna watu wengine watasikia roho zako zitavunjika. Ni sawa sawa na kujikwaa. Lakini wewe utaendelea hata kama utasikia. Amen. Utaendelea hata kama umekwazwa. Amen. Kwa sababu hatua zako si zako. Ni za Bwana. Sasa Mungu ndiye atakayeweka nguvu za kufanya uendelee. Amen. Kama kuna jengo unajenga utaendeleza au utapama. Kama kuna kitu unafanya hivyo. Hata kazi yako ikipakwa hivyo. Amen. Endelea. Hata huduma yako ikipakwa hivyo. Hata ndio hivyo ndio yako ikipakwa matope hivyo. Amen. 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 Twende. Ajapojikwaa hata anguka chini. Soma tena maiki yako imekwama. Sija wamesikia utaanguka chini na hawataki kuanguka. Ajapojikwaa
hataanguka chini. Hataanguka chini. Mungu amekataa. Bwana kumshika mkono. Mungu atakushika mkono na kumtegemeza. Kwanza akituchafua Mungu anatuchafisha. Amen. Haleluya. Amen. Kumbe unapojikwaa Bwana anakushika mkono. Mungu akushike mkono katika maisha yako. Amen. Mungu akushike mkono katika safari zako. Amen. Mungu akushike mkono katika hatua zako. Amen. Mungu akushike mkono katika huduma yako. Amen. Haijalishi ni changamoto gani unapitia, yes. Mungu akushike mkono, wala hautakaa hapo chini, wala hautaanguka unapojikwaa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Watasubiri sana. Amen. Unajua kuna watu walisema sijui ni grudge ama nini. Unajua mtu anaweza kuwekea grudge akakisha huyu Jacob mpaka ilimwangusha. Usishindane na Jacob. Unajui Mungu amemtoa. Amen. Unashindanaje na mtu ambaye Mungu amemweka mahali palipo? Umjue ametoka wapi? Wewe unamjua tu kama ni Jacob. Hivi mnamjua mzee ametoka wapi? Paka anapeleka gari vile unamjua? Wakati anajifundishia ulikuwa wewe unaona tu akipeleka gari lakini hujui. Wewe unasema hivi kumbe ilikuwa ni kipawa chake tu. Unaweza kwenda unamjiua. Ukishindana na watu utakufa. Ndio. Ni sawa sawa atuweza kupiga mobile mzima. Na wewe mobile unapiga mara mbili. Anakula kilo moja peke yake na wewe unashindana naye. Amen. Amen. Sasa nilimwambia yule dereva wangu, usishindane na dereva wako. Wewe unaweza shindana naye ukaona kitu ukakosa kucontrol ile gari. Maana ukikosa tu control ushaingiza kwa miti na ushakuangusha. Usiwahi kujifananisha na mtu. Ati ninaweza kuliko yule. Unaweza. Yule aliitwa, wewe umejiita kwa kiburi. Huyu yule baba. Ndio kama mzee lakini. Yaani sisi tunaanza na yeye lakini tunamchungulia. Ukimwona amelubit, unajua atawangojea. Na atasimamisha hapo mbele. Alafu anakuja kuuliza kitu pastor. Alafu huyo anaanza tena. Sasa wewe shindana naye. Wale jamaa Probox walijaribu kucheza naye wakakwenda huko sababu. Na huyu unajua ile kamera kumpata yule jamaa wa kamera. Unajua yule jamaa wa kamera lakini ni mkali yule jamaa. Anajua kazi yake. Anaenda wewe anasuka tu tayari. Wewe utajiona baba gani msamaha. Paka yule jamaa wa kamera anakuwa sasa anakuja kuuliza ni vipi. Na anauliza yule mzee alikuwa ananiambia kwa nataka tu nikupatie mkono. Wewe hata wale madereva waliolipwa wanakuheshimu. Sikufiti jana ungeondoka na pombe wewe. Kwani yenyewe kama ungekuwa mashindano. Ibaki wale watu walikuwa na magari makubwa. Lakini yeye na anajua kwa matendo ukishindana naye unajiunganisha na unajua yule jamaa alitaka kumwopateke huyu. Yaani kumpita ile speed yake. Unajua mwenye kuovateki huwa amepiga mahesabu. Yeye akipiga mahesabu yake swim na wewe sasa ndio unatokezea. Unaenda pole pambana. Unaetolewa hapo jamaa pake mbele.
na ushike msumari unapelekwa for free. Sasa kutolewa hapo kama uko mzima katenje mbuzi peke yako. Yaani chinjwe ipasuliwe tu matumbo isipikwe kula pole pole. Maana hapo. Amen. Amen. Endelea. Nataka kuna mambo yanayofika. Yeah. Nalikuwa kijana. Hapo. Nami sasa ni mzee. Nyimbo ya bazee. Nyimbo ya wazee. Nasema hivi kwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki. Lakini yule jamaa alisoma vizuri hapo kifungu na kaimba vizuri sana. Amen. Amen. Pigeni makofi hata kama tuko pamoja naye. Kristo na sifa kipewe sifa. Anasemaje? Nalikuwa kijana. Nilikuwa kijana. Nami sasa ni mzee. Na mimi sasa nimezeeka. Hata sasa Daudi alikuwa stranger. Anatoa maelezo. Yaani kuna vitu amejionea. Kuna vitu amesoma. Kuna vitu amepitia. Kuna majaribu amejaribiwa. Kuna vile amesemwa. Kuna vile amekosea na amerekebisha. Mbona? Nimekosea. Na kama kuna mtu alijua kwa sababu Mungu, ndio kuna mtu ameufu. Katika maandiko yote hakuna kitabu kizima. Nani alibaya anajua aliomba msamaha vizuri wa Biblia kama Daudi. Tajie mwingine. Hakuna. Na alipenda sana na Mungu. Amen. Amen. Na akayasoma hayo yote. Akayapanga. Sasa amezeeka. Akaona hiyo haki ya Mungu vile iko. Ndio akakuja sasa. Akamwambia, wewe mimi nilikuwa kijana. Anasema mimi nimekuwa kijana. Na sasa nimezeeka. Sijawahi kuona. Endelea, sijakuwa mimi mdogo. Lakini sijamwona mwenye haki. Ameachwa. Haleluya. Amen. Sijawahi kuona nini? Akiwa mbali. Tangu umri wangu mpaka niliona watu walikuwa wanadaiwa wakalipa. Mungu wako waacha. Amen. Sawa. Walikuwa wanadaiwa. Ametaja madeni hapo. Akataja whatever. Akahesabu vile vilivyo vya haki na vilivyo vibaya. Yaani anatufundisha. Amen. Amen. Na sasa anasomea kwamba sijawahi kuona mimi kwenye haki akiwa ameachwa. Nilikuwa kijana na sasa nimekuwa mzee. Haya yote nimeyaona. Akitendea watu. Maliza hiyo mwisho. Lakini sijamwona mwenye haki ameachwa. Hata mimi sitaachwa. Wala mzao wake akiomba chakula. Hata wewe. Kuna mahali hakuna watu utakuwanyenyekea wakati unajijua wewe mwenyewe. Amen. Usimbeleze mtu maisha yako. Tumeinia Mungu. Tembea na njia za Mungu. Amen. Wewe ni mwenye haki. Na Mungu hatakuacha. Amen. 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 Wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake mwanadamu. Haya. So wazee, hii harusi itafanyika hapa. Tutakuwa na muda hata mtafuta hata jimbo ngapi. Maana itakuwa hakuna mambo mengi. Hii itafanyika. Mwezi wa 6. Tunaenda kutoa mahali. Sawa. Amen. Tunaenda kutoa mahali. Na mwezi wa 8 Mungu akipenda. Tunakaa na mipangilio na watoto wangu. Huenda ukawa na harusi. Amen. Amen. Huenda kukawa na harusi nyingine. Harusi sasa yamefunguka ni moja baada ya nyingine. Hao waliovaa migongo wazi jana
wanaolewa hawa sahihi. Hata wale wanaowachukia hawa wakina Bayo utaona watafungishwa harusi. Amen. Hawa nani hawa kina Recho. Niliwaambia Matilda. Amen. Kanema kabwana. Sawa, sitakwenda. Usimfanye mkamaza mwili. Huko unaelewa na usemi kwa lazima wao wapige. Haolewi ya. Moyo. Amen. Amen. Wacha watu waelewe. Njia zimefunguka. Mungu Bwana kabadilisha ndoa yake. Hapo. Naona decoration ile haitani sumbua. Karibu. Ama wewe unataka twende kweli? Utuchukue tena na maisha yetu. Sasa tunaipangilia. Wewe. Yaani hao wanataka wasifu. Yaani huyu naye mpaka so kuna mipangilio mingi ambayo tuko nayo hao watu. Wanalisha ndoa na wale wanao fresh marriage. Kwa hivyo hiyo mikakati ipo na zitakuwa. So watoto wangu na vijana wangu jana niwasema mtapiga luku nyingine kali zaidi. Inapenya wenyewe. Mtapiga luku nyingine kali zaidi. Za kina Muli na kina Emmanuel Munga na kina Maloba. Wewe ndio utapalilisha nini? Mungu atende na afanikishe. Malengo yote tuyaachie Mungu. Si nimekuwa hatua zetu zote ziko na Mungu atakamilisha. So neno la Bwana lilikuwa linaishia hapo na Mungu awabariki. Amen. Hata watu watuone sasa hatuna haki, Mungu anaona wenye haki.